Sifa na utukufu tunamrudishia Mungu kwa kutupa nafasi sisi ambayo tunaenda kusikiliza utangulizi huu. Tunamshukuru Mungu kwa neema hii. Mungu atuangazie akili zetu, tufahamu maandiko yake matakatifu, tuyazingatie na tuyaishi ili tuwe mashahidi wa kweli popote tutakapokuwa. Katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo nimeomba. Amina. Karibu ndugu zangu, leo ni utangulizi wa kitabu cha Matendo ya Mitume. Nitaanza kwa kusoma. Kwanza kabisa mwalimu alikuwa anatangaza. Mwalimu wetu Ambwene anasema kuna semina itafanyika Dodoma tarehe 18, tarehe 11 mpaka tarehe 18 mwezi wa 5. Semina ya neno la Mungu jamani. Kama unatamani kumjua Mungu basi hudhuria, na kama sio wewe shirikisha unaowapenda, okoa roho zao. Mungu anaweza kukutumia wewe kuokoa roho ya mtu hata kama wewe hauko tayari na kuhudhuria. Lakini kama umesikia hili tangazo basi usifanye kama hujasikia. Mungu akubariki. Haya mengine nimeongezea mimi. Okay, tushare ujumbe. Watu wahudhurie semina, wale ambao wanataka kujifunza mambo mengi ya kiroho basi karibuni. Semina itafanyika Dodoma tarehe 11 mpaka tarehe 18 mwezi wa 5. Okay? Natakieni usikilizaji mwema na Mungu akaseme na mioyo yenu na roho zenu. Haya, naanza kusoma. Kitabu hiki kimeandikwa na Luka, mwenye sifa nyingi, mojawapo daktari, lakini kati ya waandishi 40 wa Biblia, Luka tu hakuwa Myahudi bali Myunani na 39 wote walikuwa Wayahudi. Anatokea Antiokia, alikuwa msafiri mzuri katika safari za uinjilisti za Paul. Alisafiri na Paulo kwa sababu alikuwa anaumwa sana. Sifa nyingine, alikuwa mwandishi mzuri sana, alikuwa msomi na mwenye taaluma ya uandishi mzuri pia. Alikuwa ni mwinjilisti pia kwa sababu hiki alichokuwa amekiandika, pamoja na kuwa hakujua anaandika Biblia, lakini hiki kimewahubiria wengi. Kwenye engo ya alikuwa anamwandikia nani na kwa nini, itabidi tukigawanye kwenye makundi mawili. Kwanza ukichukulie kama kitabu cha historia, pia kama kitabu cha msingi ambacho Mungu alitaka dunia yote tukisome. Turudi kwenye historia, alikuwa anamwandikia nani na kwa sababu gani? Hapa kuna theory nyingi sana kwa watu wa theolojia na watu mbalimbali walijaribu kulijibu hili swali. Luka alikuwa anamwandikia Teofilo. Teofilo ni jina lenye maana mbili. Teo ni Mungu, Philo ni friendly. Kwa hiyo ni maana yake kwa pamoja ni rafiki wa Mungu. Na hapa watu wana develop story kuwa Luka alitumia tu sanaa ya waandishi kuwa akatafuta jina kunogesha kitabu, lakini kweli ni kwamba alikuwa anaandikia watu wote watakaosoma kama watakuwa rafiki wa Mungu. Theory hii imepoa kwa sababu ametumia neno mtukufu ambalo lilikuwa title ya watu wachache sana ambao walijiita hivyo kwa dunia ya kipindi kile. Walikuwa wakiitwa wafalme, mahakimu na watu wenye nafasi za juu sana. Hivyo kama alitaka kunogesha angeishia tu kusema Teofilo. Hivyo kumuita mtukufu maana yake alikuwa anamwandikia mtu mwenye cheo fulani, sio wa kawaida. Wengine wanasema labda alikuwa Mkristo mpya aliyeokoka karibuni, kwa hiyo alihitaji kujua na kumfundisha zaidi juu ya Ukristo na Kristo. 3, inayosadikika ambayo mwalimu anaiamini, historia kamili ambayo Paulo alipomaliza kazi yake katika misheni ya pili alipoenda Yerusalemu akakamatwa na kesi ikaendeshwa kwa miaka 2. Huo muda Luka akautumia kuandika kitabu cha Injili ya Luka kwa kumhoji na kuwauliza maswali watu muhimu ambao walihusika na Yesu, mmoja akiwemo mama yake Yesu. Mara ya kwanza mama yake Yesu alielezea na kusema mambo ambayo hakuwaigi kumsimulia yoyote tangu Yesu anachukua mimba mpaka Yesu anazaliwa. Ndio maana utaona Luka anaandika vitu kwa lugha ya kidaktari kabisa juu ya kutahiriwa kwa Yesu siku ya 8, miaka 12 ya Yesu. Haya huwezi kupata kokote isipokuwa kwa mama yake mzazi. Story ya kina Elizabeth na Yohana lazima upate kwa original sources. Kwa kuwa ilikuwa miaka 2 ambayo Paulo alikuwa jela, Luka akaproduce hiki kitabu, na miaka 2 ya pili Paulo alipokata rufaa kesi yake iende Rumi, Luka akatumia huo muda kuandika kitabu cha Matendo ya Mitume.
Kwa kuwa anamwandikia Teofilo mtukufu, hapa sasa inakuja theory ya tatu kuwa alikuwa na akiandika kama sehemu ya ushahidi wa kuwasilisha mahakamani kumtetea Paulo. Kwa nini? Kwa sababu tunaamini hivyo. Ukiangalia kitabu cha Matendo ya Mitume, utaona kinagawanyika karibu kwenye maeneo makubwa matatu. Eneo la kwanza, inaonyesha muundo wa kitabu kizima. Utagundua kitabu kinagawanyika sehemu, sura ya kwanza mpaka ya 12. Kimejaa habari za utume wa mtume mmoja anaitwa Petro, ambayo Mungu alimtuma kwa Wayahudi. Sura ya 13 mpaka 26 kimebeba sehemu ya pili ya mtume Paulo ambaye aliitwa na Mungu kuwa mtume kwa wa mataifa. Na unaanza kujiuliza swali, kwa nini Luka aandike hivi? Sasa ukichukulia Injili ya Luka na Matendo ya Mitume, ukilinki, utaona kuna habari muhimu sana ambayo hii habari haiwezi tu kuwa ya kuwa anamwandikia mtu aujue tu Kristo. Ni habari yenye maelezo kinagaubaga. Kwa nini? Kwa sababu kipindi hicho kanisa lilikuwa na sura kubwa mbili. Wakristo wa Wayahudi, Wakristo na wa mataifa. Wakristo wa Kiyahudi walikuwa chini ya Petro, Wakristo wa mataifa walikuwa chini ya Paulo. Kwa sababu Paulo na Wayahudi, kwa sababu ya mambo ya imani, inabidi Luka andike kuonyesha huu Kristo sio dini mbili tofauti. Ikabidi azilinki pamoja, na moja ya kazi kubwa ambayo Luka aliifanya ni kutengeneza kitu kinaitwa mlingano. Amejaribu kulinganisha Petro na Paulo vizuri. Anaanza na Petro, anakuja na Paulo. Anapookoka tu, story ya kitabu inahama na focus inahamia kwa Paulo, na Paulo anachukua kurasa nyingi kuliko Petro. Story ya Paulo unaishia Paulo akiwa kwenye nyumba ya tunaita detention. Baada ya hapo tunafahamu Paulo alishinda kesi. Tunaangalia utaalamu ambao Luka ametumia kulinganisha Luka na Petro. Akitaka kuonyesha Paulo na Petro wanaandika kitu kimoja, na kuna matukio karibu 16 ambayo Luka ameandika kuwalinganisha. Wote wawili walifanya miujiza, waliona maono, waliteswa kwa sababu ya imani, wanazo hotuba fupi na ndefu, wote walijaa Roho Mtakatifu, walihubiri kwa ujasiri, walihubiri Wayahudi na mataifa kwa nyakati nyingine, walifungwa na kutolewa jela kwa miujiza, wote waliponya wagonjwa, waliponya viwete, waliozaliwa hivyo walitoa pepo, walikuwa na miujiza ya kipekee, extraordinary healings. Paulo aliponya kwa kupitia leso, Petro aliponya kwa kivuli. Na haimaanishi kwamba Petro aliwaita watu walete leso ama kuambia wagonjwa walale apite Petro na Paulo hawakujua nini wagonjwa wanafanya. Idea ya leso na kivuli haikutoka kwa Paulo na Petro, bali ilitoka kwa wagonjwa. Walipoona Paulo ni ngumu kumfikia au Petro ni ngumu kumfikia, waligusa leso Petro na kumgusisha na kuwagusisha wagonjwa kwa imani na kupona. Na waliokuwa kwa Paulo wakalaza wagonjwa wao, ili kivuli kikipita wagonjwa wao wapone. Kwa nini nasema hivi? Ili kuondoa uhuni uliopo sasa hivi ambao mtu anatumia hivi kuita vifaa vya kiroho na kuanza kuombea watu na kuitisha wagonjwa walete vitambaa na picha. Hivi vitu vinapaswa kutolewa automatically na sio kuitisha, kama tunataka kufuata jinsi kanisa la kwanza lilivyofanyika. Lakini wote wawili walifufua wafu, walikemea fundisho potofu na walimu wa uongo, walikataa kuabudiwa walipotenda miujiza, wote walikufa mji wa Rumi. Hivyo Luka anatoa habari kuwa Petro na Paulo walihubiri imani moja. Pia anasisitiza na kuonyesha kuwa Wayahudi ndio tatizo. Dini ya Kristo haina ugomvi, haina mgogoro na serikali ya Rumi. Ndio maana Bwana wao Yesu alipokamatwa, Pilato aliwathibitishia zaidi ya mara 3 kuwa sioni hatia ya mtu huyu. Na ukisoma kitabu hiki utaona serikali ya Rumi ikithibitisha haioni kosa la Paulo, kwa sababu tayari Paulo akiwa miaka 2 ya kwanza aliposhtakiwa Yerusalemu akaonekana hana hatia, na waliokuwa wanamshtaki ni watawala wanaosimamia serikali ya Rumi. Ilibidi Luka include hiyo kuonyesha dini ya Kikristo sio tishio kwa serikali wala kwa maslahi ya Warumi, ila ni kwa Wayahudi na hawajaanza leo huu mgogoro. Sehemu ya pili ya kitabu, Luka anaorodhesha usambaaji wa Ukristo wenyewe. Luka anaelezea Ukristo ulianzia Yerusalemu, anaonyesha kuanzia sura ya 1 mpaka ya 7. Anaonyesha Ukristo hausambai kwa propaganda ya kupindua nchi.
unasambaa kwa Roho Mtakatifu. Anaeleza injili ya Ukristo ni Roho Mtakatifu, nguvu ambayo ilishuka Pentekoste. Pia anaeleza ukiendelea kwa mtiririko alioagiza Yesu kuwa mtakuwa mashahidi wangu Yerusalemu, Samaria, Judea mpaka mwisho wa nchi. Anaonyesha tena sura ya 8 na ya 10 Ukristo ukisambaa toka Yerusalemu kwenda Judea mpaka Samaria. Sura ya 11 mpaka 26 Ukristo ukisambaa toka Samaria mpaka miisho yote ya nchi. Sehemu ya 3 anaonyesha namna ambavyo huu Ukristo ulivyokuwa ukisambaa, na utagundua anapangilia kitabu kwa mpangilio wa ajabu sana. Hapa natupa karibu section 5 za kila story anayotoa. Mfano sura ya 6 mstari wa 7 anaitibisha story kuonyesha Ukristo ukiwa kwenye kilele Yerusalemu. Ukristo ulisambaa kiwango ambacho hadi jamii kubwa makuhani wabishi waliamini na kuwa Wakristo. Pia sura ya 9 mstari wa 31 anaonyesha kiwango cha juu kabisa cha Ukristo uliosambaa kwa mataifa. Anaonyesha watu ambao walikuwa kama ni madiaspora. Wayahudi waliozaliwa nje ya nchi waliitwa Hellenist, na Wasamaria wakifika na kufaulu viwango vya juu kabisa na mpaka kuweza kuchaguliwa na viongozi na mashemasi akiwemo Paulo na Stefano na Barnaba. Sura ya 13 mstari wa 24 utaona Ukristo ukifika level za juu kabisa wa mataifa. Kwa mara ya kwanza wakaitwa Wakristo kwenye mji wa Antiokia. Kwa kipindi hicho kilikuwa ni mji mkubwa sana ya watu wa mataifa, hasa Wagiriki, ndiko nyumbani kwa kina Luka. Sura ya 16 mstari wa 15 Ukristo unafika level za juu kabisa Asia. Sura ya 19 na mstari wa 20 Ukristo unaingia Ulaya, Uturuki mpaka maeneo makubwa zaidi. Luka anaonyesha kabisa Ukristo ulivyoanza, nani walihusika, ulivyosambaa, nani alisambaza Ukristo. Pia utapata ukisoma vizuri utagundua ametaja pia watu ambao walikuwa wameokoka. Anaelezea uliingiaje Afrika, akachukua story ya towashi wa Kushi. Uliendelea Roma ni kwa sababu ya Paulo kukamatwa na kufungwa kwa kupelekwa Rumi. Antiokia ulisambaa kupitia Paulo na Barnaba, na hapa ndipo anataka safari za kimisheni. Safari ya kwanza na ya pili lengo ni kuonyesha historia ya Ukristo na ulivyosambaa. Hicho ni kipande cha kwanza cha Ukristo ulivyoanza, ulivyosambaa, aina ya watu walioamini na waliohusika kuusambaza. Lakini behind the scene the main actor ni Holy Spirit akiwasaidia hawa watu kufanya kazi ya Mungu. Na ndani ya miaka 33 Asia yote, Ulaya kusini, kaskazini, Afrika na Middle East yote ilikuwa na Ukristo tena ulionyooka. Na hapa ndio tunapaswa Ukristo uwe na standards za namna hiyo. Kwa nini Mungu alitaka na anaruhusu kitabu, pamoja na kwamba Luka aliandika kama ushahidi mahakamani, kiwe maandiko ya Mungu ili sisi tukisome? Kuna mambo mawili. Jambo la kwanza, muhimu wa kitabu cha Matendo ya Mitume. Kitabu hiki ni Kitabu hiki ni daraja linalounganisha vitabu vyote vya Injili vinne na nyaraka zote zinazofuata baada ya Matendo ya Mitume. Huwezi kuelewa mambo yaliyoko kwenye hii Injili yalivyotekelezwa na kufanyika, yaliyohubiriwa na kusema mpaka uwe umekisoma kitabu cha Matendo ya Mitume. Mfano, huwezi elewa maagizo ya Yesu juu ya ubatizo wa Yesu ulifanyikaje. Pia huwezi elewa alivyosema yeye na Baba na Roho Mtakatifu ni wamoja. Pia huwezi kuelewa habari za Roho Mtakatifu na nguvu zake. Hivyo ni daraja linalototoa kwenye theory ya nabii vitabu vya Injili na kutuleta kwenye practical. Ndiyo maana kinaitwa Matendo ya Mitume. Ni matendo yale ya Roho Mtakatifu katika kitabu hiki. Ni kitabu muhimu sana, na hiki ni kitabu cha kwanza cha mwanzo cha Agano Jipya. Usipoelewa Matendo ya Mitume hujaelewa Ukristo na hutakuja kumuelewa Yesu na Injili. Huwezi kuja kuelewa nyaraka zote za Paulo. Mfano, ukisoma nyaraka za Paulo ashumu ukikata kitabu cha Matendo ya Mitume alafu ghafla uanze kitabu cha Warumi na kuendelea, utatoka kapa mpaka usome Matendo ya Mitume na ulinki na hizi nyaraka, utaelewa vizuri Warumi, wa Korinto na kadhalika, kwa sababu huku kuna msingi. Huwezi kuelewa ubatizo wa maji. Hapa naomba niseme kidogo. Yesu wakati anaagiza mtaenda kuwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, mpaka usome Matendo ya Mitume ndio utaelewa agizo la Yesu lilitekelezwaje. Na nitarudia tena, mpaka usome Matendo ya Mitume ndio utaelewa agizo la Yesu lilitekelezwa 100%.
Na naomba nisisitize tena, haya mafundisho ambayo watu wanatafsiri vibaya Biblia, wanasema mitume jina la Baba, wanasema mitume walibatizwa kwa jina la Yesu, hawakutumia jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tuyaache tusome Biblia. Sisi ambao tumeamua kusoma Biblia, tuache Biblia iseme yenyewe. Ukitaka kuelewa Biblia vizuri, weka dhehebu lako pembeni, ili Biblia iliseme, ilikosoe dhehebu lako, alafu wewe sasa ufuate Biblia. Ndipo utakapokuwa mroba mzuri, mteji mzuri, mlutheri mzuri na kadhalika, kwa sababu umeiruhusu Biblia ikuongoze. Usitake kuiongoza Biblia na uroma wako, uruteli wako. Usiforce Biblia ifuate dhehebu lako. Utapotea, na acha Biblia ikuongoze wewe na ifanye uwe muumini, mpaka waumini wenzio waje kukuuliza, mwenzetu nini kimekutokea? Alafu waambie nimeamua kuishi Biblia inavyosema, nao utakuwa mfano wa kuigwa. Watu watakuiga na utakuwa mtoaji mzuri, mwimbaji mzuri, mhubiri mzuri. Watu watataka kujua siri ya ulivyokuwa. Lakini ukiwa unasoma Biblia na kuona uroma wako, uleteli wako unageuza kuwa mbaya, unageuka kuwa mbaya. Nitarudia tena siri. Lakini ukiwa unasoma Biblia na kuona uroma wako, uruteli wako unakugeuza kuwa mbaya, basi usisome neno. Mwalimu alisema utoke kwenye group, kwa sababu haikufai na ufai kuwa katika group. Tunategemea anayesoma atakuwa mnyenyekevu. Mimi nikaongezea hapa, asante Mungu, sifa kwako kwa huo kweli. Okay? Kwa kweli ukisoma Biblia ukielewa, hauwezi kuwa muasi, bali utakuwa mtu mzuri. Na utakuja kugundua kuwa, kwa mfano, wakabatizwa kwa jina lake Yesu. Hawasemi wakabatizwa kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Ukiona ametaja Yesu, maana yake ametaja Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Nitarudia tena. Utakuja kugundua, kwa mfano, wakabatizwa kwa jina lake Yesu. Hawasemi wakabatizwa kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ukiona amemtaja Yesu, maana yake amemtaja Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa mfano, Paulo kwenye nyaraka zake, kila alipozungumza ubatizo, hajawahi kusema ubatizo kwa kulinki na maji. Alisema tu ubatizo na kuishia hapo. Sasa kwa sababu kusema tu ubatizo, nyinyi wote simebatizwa kwa katika mauti yake. Kwa hiyo unataka kusema ubatizo sio lazima maji, kwa sababu Paulo hakusema maji. Utakuwa mwenda wazimu ukiwaza hivyo, na utakuwa unasoma kama mtoto wa chekechea. Paulo anafahamu akitaka ubatizo uliokuwa unajulikana. Ubatizo unaotajwa hapa ni ubatizo wa maji na unafuata wa Roho Mtakatifu. Ukiona wamesema wakabatizwa hata asiposema kwa jina la Yesu, ukiona amejaa Roho Mtakatifu, anajua ni kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Watu wengi, kwa sababu hamjasoma Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume imejaa Roho Mtakatifu mara 40. Kimetaja jina la Yesu mara 40, kimetaja Mungu Baba mara 100. Wale wanaofikiri Mungu kaachwa na Yesu ametawala humu mnajidanganya. Soma sura ya 8. Filipo alipoteremkia Samaria, utaona Utatu Mtakatifu kitajwa. Wakaliamini neno la Mungu, wakaamini Injili ya Yesu, wakabatizwa kwa jina la Yesu, wakawekewa mikono, wakapokea Roho Mtakatifu. Hapa unatakiwa uelewe Yesu alikuwa anamaanisha nini, kwa sababu mtu asomi anasema tu wakabatizwa kwa jina la Yesu. Kwa hiyo ubatizo hautakiwi uwe wa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Narudia tena, waliamini neno la Mungu, wakaamini Injili ya Yesu, wakabatizwa kwa jina la Yesu, wakawekewa mikono, wakapokea Roho Mtakatifu. Hauoni utatu unahusika kwenye tendo la Mkristo? Hapa sasa somo lile nililowafundisha namna ya kuwa Mkristo au kuzaliwa mara ya pili ilitokea hapa. Hii ndio kanuni ya kuokoka toka kanisa la kwanza walivyofanya. Mtu yeyote aliyeitwa Mkristo ni yule aliyemwamini Mungu Baba, akatubu kwa Mungu, akabatizwa kwa jina la Yesu, akapokea Roho Mtakatifu. Hivyo utatu huu unamfanya Mkristo awe Mkristo. Huwezi kutenganisha tukio lolote ukamtoa Yesu Baba, ukamtoa Yesu au Baba. Toba ukamtoa Yesu na Baba. Ubatizo ukamchukua mmoja ukaacha wote. Kupokea Roho Mtakatifu, wote wanahusika kwenye hilo tendo. Kwa hiyo akitajwa mmoja, wote wametajwa. Na ukisoma Waebrania sura ya 6, huu mchakato wote wameutaja. Na naomba niwaambie hizi hatua 4 za kuokoka: imani, toba, ubatizo, Roho Mtakatifu. Kwenye Matendo ya Mitume ni mara chache sana wametaja pamoja, wametaja separately. Ni kwenye Waebrania sura ya 6
zimetajwa zote kwenye sehemu moja, kwa sababu ilikuwa kanuni ya Ukristo ndio msingi wa Mkristo kuwa Mkristo. Kitabu hiki kinatulinki kwenye ubatizo wa maji ambao wa maji mengi. Tunaelewa ubatizo wa Roho Mtakatifu unamaanisha nini. Pia kitabu hiki kinatutafsiria na kushepu wa Kristo hatuko chini ya sheria ya Musa. Matendo ya Mitume sura ya 5 kilifanyika kikao na mjadala mzito, na Luka anatueleza namna Ukristo wa Wayahudi na wa mataifa ulivyounganika na kuwa Ukristo mmoja, kwa sababu Wakristo wa Kiyahudi walitaka kulazimisha Wakristo wa Kiyahudi waige dini ya Kiyahudi, wavae wale na kila kitu wawe kama Wayahudi. Ikaleta shida, ndipo kikaitishwa kikao na Roho Mtakatifu kaongoza Ukristo wa Kiyahudi wa Wayahudi wabaki kama walivyo na wa mataifa wabaki kutokuwa chini ya sheria. Lakini kuna mambo kadhaa walielekeza: Wakristo wajiepushe na zinaa na sadaka zinazotolewa kwa sanamu. Ndivyo Ukristo ulivyoshepiwa. Hivyo kitabu hiki kinatulinki na kinatupa picha ya Ukristo wa aina mbili ambao upo mpaka leo unaendelea. Na wako Wakristo Tanzania wamekuwa Wakristo wa Kiyahudi badala ya kuwa wa mataifa. Pia kitabu kinatulinki namna kanisa lilivyoanzishwa. Ukisoma Matendo ya Mitume utaanza kuwa na mashaka na Ukristo tulionao kama tuko sawa au la. Hawa jamaa walianzisha kanisa kwa mfumo walioanzisha. Inatupa model kwa nini Mungu anataka tusome kitabu hiki. Anatupa model ya sisi kutufanya tuige na kujifunza kama walivyofanya, mpaka wakawa na kanisa lenye nguvu za kiroho na kushinda kwa muda wa miaka zaidi ya miaka 100. Mfano, kitabu hiki kinatupa kuelewa kwamba hii ni missionary manual. Kitabu hiki kinaeleza namna gani ya kwenda kuhubiri. Wao walifanya hivi, walianzisha makanisa yaliyojitegemea kiuchumi, kiroho na kila kitu. Na kanuni yao ilikuwa wakianzisha kanisa hawaendi na fedha za kanisa mama. Kanisa changa lilijiendesha lenyewe. Walijiwekea malengo ndani ya miezi 6 badala ya kulifungua liwe limekomaa kikazi, matoleo, utakatifu, maombi, upako, uongozi na kila kitu. Mfano, Paulo alipoanzisha kanisa la Efeso, ibada zake kila siku zilianza saa 6 mchana mpaka saa 10, masaa 5 anafundisha. Sisi masaa 2 watu wanapiga miayo wanalala. Paulo alifundisha kila siku mfululizo kwa hayo masaa 6 mpaka 8 kwa muda wa miaka 2. Inategemea hawa Wakristo unategemea hawa Wakristo watafanana na sisi. Matangazo mengi kushinda muda wa neno. Walifundisha na kuandaa viongozi walitoka katika waumini wale. Mtu aliyeshuhudia ushuhuda mzuri, aliyejaa Roho Mtakatifu, atakayekuwa vizuri kuliko wenzake, ndiye alichaguliwa kuwa na askofu. Makanisa ndivyo yalivyokuwa yanaenda, yalijiendesha kwa gharama ndogo, yalijitegemea, na kwa muda mfupi yalikuwa na nguvu sana. Tesalonike, kwa wiki 2 watu waliokoka, walifundishwa na wakajaa Roho Mtakatifu na wakaendelea. Ni moja ya kanisa lililokuwa na nguvu sana. Je, sisi kwa mwaka mzima tunakusanya michango na kufanya mikutano 3 kwa mwaka? Kweli tunafanya mchezo? Na tunahubiriana wenyewe kwa wenyewe na sio wasioamini. Akiokoka mtu hatumjali, ni vurugu. Mungu aturehemu na atusaidie. Pia walikuwa wanafanya namna ya kushughulikia mambo mabaya. Usifikiri kanisa la kwanza lilikuwa na migogoro. Kulikuwa na kesi za wizi wa sadaka kama ya Anania na Safira. Wenyewe kwa wenyewe walipishana. Kuna kesi Barnaba na Paulo kutengana, kesi za kunungunikia chakula na mahitaji. Kulikuwa na kesi za ubaguzi. Zote walisovu na kanisa likashinda. Pia ndani ya kitabu kulikuwa na matukio ya abnormal na normal. Tunapaswa kujifunza na tuwe makini. Sio kila kilichoandikwa kwenye Matendo ya Mitume kinaweza kuwa somo kwetu leo. Kuna mambo yalitokea mara moja tu na hayatakuja kutokea tena. Mfano, utakiwa kuokoka kama alivyookoka Paulo. Hii ikitokea itakuwa abnormal. Aina miujiza iliyotokea haitakiwi kuiforce itokee leo, kwa sababu haijawahi kujirudia ndani ya kitabu chenyewe. Mambo yaliyotokea mara moja. Tunajifunza
Halitakiwi kuwa fundisho na wala halitakiwi kuwa ahadi tunapoomba. Mfano kumwambia Mungu tunataka kuomba mpaka hapa patikisike, kama ilivyotokea kipindi hicho ulipoomba na misingi wa jengo ukatikisika, kwa sababu ni jambo abnormal, halitakiwi kurudia mara ya pili. Pia tukio la ndimi la moto halitakiwi kujitokeza. Hata likijitokeza halitakiwi kuwa fundisho, lakini kunena kwa lugha kunaendelea kumeripotiwa karibu kila tukio. Ukiokoka unatakiwa kunena kwa lugha kama uthibitisho. Kwa hiyo matukio yenye normalities ni yale yanayojirudia zaidi ya mara moja. Abnormalities hayajirudii. Na Luka ameripoti mengi. Petro kufungwa gerezani na kufunguliwa na malaika. Msije mkaomba mpendwa akifungwa malaika aje kumfungua. Tusisahau hapo Yakobo alichinjwa kwenye gereza lile lile. Pia walitumia kuhubiri sehemu nyingine Wakristo waliokuwa wamefanya vizuri zaidi. Nitarudia, pia waliwatuma kuhubiri sehemu nyingine Wakristo waliokuwa wamefanya vizuri zaidi. Lakini sisi mtu mbovu anahamishwa sehemu nyingine. Wahubiri mjini sio vijijini. Walihubiri mjini sio vijijini, ili injili isambae vizuri, na mtumishi yeyote wa Mungu ni yule anayeenda kufungua kanisa mjini, kwa sababu wageni pia wakatasikia na kurudi kwao kuhubiri injili. Na pia nia yao ilikuwa kuhubiri injili na sio kutafuta fedha. Pia walitengeneza wanafunzi, ndio maana ibada ilikuwa maximum masaa 8. Kwa miezi 12 mtu alikuwa amekomaa sana kiroho. Pia walijifunza kutengeneza viongozi. Tunamuona Petro anamtuma Tito aende Krete. Sasa tuangalia aina za mitume ndani ya Biblia. Sura ya 5 mpaka 6. Yesu wa kwanza. Nitarudia, sasa tuangalia aina za mitume ndani ya Biblia. Wako 5 mpaka 6. Wa kwanza ni Yesu, wa pili ni chifu apostle. Wa kwanza ni Yesu ambaye ndio chifu apostle. Mitume wa pili wale 12 wenye sifa ya kukaa na Yesu. Wamemwona Yesu, wamemsikia, wameshuhudia kufa, kuzikwa na kufufuka kwake, akawapa agizo la kuhubiri injili. 3. Mtu wa 13 huyo ni Paulo, alifundishwa miaka 3, pia aliruhusiwa kuandika kama mitume wengine. Wa 4 ni Pionia, ambao Paulo alipoanzisha kanisa hakuanzisha juu ya kanisa jingine, lilikuwa la watu wasiomjua Mungu kabisa. Alililea, akaliacha liendelee lenyewe, hakuchukua fedha iliendesha kanisa lenyewe. Yeye alikuwa mtume anayeendesha utume kwa pesa yake mwenyewe. Japo makanisa ya Macedonia yalimshinikiza wamtegemeze kwa huduma, ndio watu pekee Paulo aliwahi kuwakubali. Mitume wa aina ya 5 ni Epafrodito. Mtume wa aina ya 5 ni Epafrodito. Paulo alipofungwa kanisa la Filipo alimtuma Epafrodito aende ampikie Paulo. Alifanya kazi ya houseboy kwa mtumishi wa Mungu. Wa 6 ni mtu yeyote anayetumwa kwenda kuhubiri injili. Na injili au wamishonari, hao wote wana sifa na majukumu yao. Kwa sasa hivi mitume kama Epafrodito kumsaidia mtumishi wa Mungu, na mitume wanaotumwa na kanisa kwenda kuhubiri kanisa. Kwa sasa hivi tuna mitume kama Epafrodito, yani wale wanaowasaidia watumishi wa Mungu, na tuna mitume wanaotumwa na kanisa kwenda kuhubiri injili. Hawa watu walipoenda kuhubiri walitumia maandiko kwa Wayahudi, na walitumia utafiti wa maisha ya watu kuhubiri wa mataifa. Walitumia masharti yao, hii story, michoro, mitindo yao wenyewe. Mfano, siku moja Paulo alienda Athene, akakuta mtu anaabudu Mungu asiyejulikana. Huyo Mungu alimpata kwa namna hii. Ikatokea shida katika mji, wakaanza kuita waganga kuuliza kwa nini tunaumwa. Waganga wao wakawaambia miungu imekasirika. Wakafanya zoezi kutafuta Mungu yupi amekasirika. Wakachukua kondoo wa sadaka ili wamtoe na kuomba Mungu kabla ya kumchinja. Wakamwachilia kondoo, na pale ambapo kondoo ataelekea ndio watajua huyo ndio Mungu aliyekasirika. Kondoo akazurura mji mzima na akaja kukaa katikati ya mji, mahali ambapo ni open space.
Wakaamua kujenga madhabahu na kumchinja huyo kondoo na kutoa sadaka. Wakaita madhabahu ya Mungu asiyejulikana. Hivyo miaka na miaka hapo pakawa hivyo. Bahati nzuri Yesu alivyokuja na Paulo alipookoka akafika katika mji huu akiwahubiria watu hawa wa mataifa, akatumia historia yao kuwahubiria Mungu aliyekuwepo tokea zamani. Hivyo wachungaji, walimu, yoyote anayetaka kumtumikia Mungu anapaswa kuwekeza na kujifunza matendo ya mitume. Tusitamani tu walichokifanya, bali gharama na juhudi, maarifa na akili na utii kwa Roho Mtakatifu aliyewaongoza wakaweza kufanikiwa na kutimiza hayo yote. Mungu akubariki mwalimu, nasi pia Mungu atubariki. Kitabu kilipaswa kiitwe Kitabu cha Matendo ya Mungu yaliyofanyika kupitia jina la Yesu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu ndani ya mitume. Sifa ni kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mwisho wa utangulizi. Natakieni usikilizaji mwema na Mungu atubariki. Tukutane tena utangulizi utakaokuja, usipitwe. Kwaherini.